Na tunaendelea na mazungumzo yetu katika ukumbi. Kabla ya kumalizia, wacha tusikize sauti kutoka kwa Waziri Salim Mvurya kuhusiana na masuala yanayofungamana na vijana na mitandao ya kijamii. From technology, when you become positively creative, you know, not a situation where you use the online platform negatively. Naam, Bwana Javas, Salim Mvurya, nafikiri ni swala ambalo nafikiri linakera viongozi katika serikali, hali ilivyo kwa sasa na kadhalika. Lakini kwa upande mwingine utakuta kuna baadhi ya viongozi, kwa mfano rais aliondoka mamlakani, Uhuru Kenyatta, ndugu yake pia, wakizungumza masuala ya vijana na wakiwarai vijana kwamba nafasi yao ni sasa. Je, hii inaendana na wakati ama ni hali ya uchochezi ambayo inazidi kuwaweka vijana katika hali ya kukosa uvumilivu? Nimrod, ukitazama hali halisi ya tafiti ambazo zimefanywa kuhusu masuala ya vijana, changamoto ya vijana hapa nchini, katika bara la Afrika na kote duniani, haswa katika bara la Afrika ambalo katika wingi wa vijana hakuna bara lolote duniani lina vijana kama bara la Afrika, ambalo linaitwa katika kimombo youth bulge. Na masuala ya wingi wa vijana kwa sababu ya nyakati kama hizi na uzazi wa sasa haistahili kuwa masuala ya kusalia katika sera peke yake. Ukiangalia mambo haya, na kwa sababu pia ya karne hii, masuala ya vijana ama elimu kuwa kwamba watu waende katika vyuo vikuu na vya kiufundi ili kuweza kupata ajira inapitwa na nyakati na itazidi kuwa changamoto. Inastahili kwamba tuangalie jinsi kila sekta inaweza kuwa kivyake kwa ufadhili wa serikali, ili kwamba mtu akimalizana na elimu katika kiwango chochote aweze kujimudu, kujikimu kupitia elimu yake, kutengeneza nafasi bora, na katika kutengeneza nafasi hizo, hiyo ni katika kiwanda kidogo ama kushikana kujenga kiwanda kikubwa, waweze kutengeneza pia nafasi zingine za ajira kwa wao wenyewe, kupata mapato, na kwa watu wengine. Angalia jinsi ambavyo shule za kibinafsi zipo sasa nchini. Watu wengi sasa hizi wenye kipato ambacho tuseme ile fair income, wamepeleka watoto wao katika vile ama shule ambazo ni za kibinafsi. Shule ambazo ni za umma zinasalia na wanafunzi ambao wazazi wao hana mapato ya juu. Inastahili kwamba hali ya uchumi iweze kuwa bora kwa watu wote, iwe mashinani ama hata mijini, ili kwamba mtu mwenyewe hata mwenye nafasi bora katika jamii apeleke watoto wake katika shule ya umma tofauti na ile ambayo ni shule ya kibinafsi. Hii inamaanisha kwamba uchumi utakapokuwa ama unapokuwa, unapanua nafasi za ajira, nafasi ya mapato ya kila mtu. Na ukiangalia mambo haya yote, mengi yanachangia changamoto hizi. Ukiangalia katika vitongoji duni hapa Nairobi na hata kwingine kote, iwe ni Mombasa, iwe ni Kisumu ama hata Nakuru, masuala ya afya ni muhimu, ni changamoto kwa vijana ambao hawana ajira, vile vile ni changamoto kwa watu ambao wana ajira, iwe ni polisi, iwe ni walimu. Kwa mfano, unapata kwamba mimi hufanya mazungumzo na watu wengi sana. Nimekuwa nikizungumza na walimu, kwa mfano siku kama jana na juzi, mwalimu kama Frederick Mahero toka kule Kakamega, ambaye kila siku asubuhi anasafiri hatua nyingi, kilomita takriban 20 asubuhi mwendo mmoja kwenda kufundisha shule ya msingi, na arudi kilomita zingine 20 jioni. Mwalimu mwingine nimezungumza naye alikuwa anaitwa Esther Suma kule Malindi, ambaye ana changamoto pia zake kama mwalimu mchanga ambaye ana familia changa. Nimekuwa nikizungumza na mtu kama polisi ambaye anaitwa Ali Juma, anatoka Busia lakini anafanya kazi huku Machakos. Wamekuwa na changamoto hapo awali kwa masuala ya afya, lakini sasa wanasema kwamba masuala ya afya imeanza kuwa bora. Na sisi kama wananchi, kama wachangamuzi, kama wachanganuzi, kama wataalamu pia, tusije tukaingia katika ule ukanda ambao tunakuwa ving'ora vya malalamiko tu peke yake. Tukipeana mtazamo wa masuala ya utawala, hiyo ni masuala jinsi ambavyo vijana inafaa wapate nafasi katika uchumi kama wa Kenya ama katika kanda ya Afrika Mashariki, inastahili kwamba tusiwe ving'ora vya kulalamika tu, bali tuweze pia kupeana mawazo, fikra, na hata jumbe ambazo zinaweza kusaidia hata wale ambao wako katika nafasi za uongozi kupanua ama kubuni sera ambazo zinasaidia kukuza uchumi. Nikimalizia niseme hivi,
Kenya ni mojawapo ya nchi katika kanda ya Afrika Mashariki. Nafasi za ajira kwa vijana isije kwamba zinatafutwa Kenya peke yake. Nafasi hizi kuwepo na ushirikiano wa marais, kwamba nafasi Mkenya anaweza fanya kazi kwa urahisi sana. Sudan Kusini, Tanzania, Uganda, angalia bara Europa. Mtu ambaye ni mwanachama ama nchi yake ni mwanachama ya bara Europa atafanya kazi kokote bila changamoto nyingi sana. Kwa hivyo nadhani kwamba kiongozi kama waziri anavyozungumza hivi, isiwe kwamba mapana na marefu ya fikra hizi zisalie masuala ya Kenya peke yake. Waweze kuangalia kwamba je, katika kanda ya Afrika Mashariki na hata katika bara la Afrika tunapanua haje nafasi za ajira ya vijana, ili vijana katika bara la Afrika waweze kupata nafasi na kuwa na boma la utumishi wa umma ama kibinafsi ama kibiashara katika bara hili la Afrika. Asante. Mundalo, kwa sasa hivi Kenya watu wanajigamba na sifa moja ambayo pengine si sifa nzuri, lakini watu wanaichukulia sifa nzuri, kwamba katika masuala ya mitandao ya kijamii sisi ndio tunaongoza katika cheche za maneno, cheche za matusi na kadhalika, na inakuwa ni kiwango kikubwa ambacho watu wanatumia katika kuendeleza cheche za maneno, wala saa nyingine si mambo ambayo ni ya busara. Zungumzia swala hilo. Na Nimrod, hiyo ni jambo ambalo mimi huangalia kila siku na naona kwamba ni jambo baya sana. Na ni kwa sababu tumekuwa na culture ambayo we take a lot of things for granted. Je, tuna glorify negativity sana? Yeah. Hata sio sana sana kwamba tuna glorify negativity. Ni sana sana kwamba we take things for granted. Lani hatuchukulii mambo yakiwa serious as such. We have become a joking republic. Yeah? Kila kitu tunaona kwamba tunaweza fanya mchezo nacho. Hatujui kwamba mambo hayo yanaweza tudhuru sana. Sio tu kwamba tunafurahia tukisema kwamba sisi ndio tunajua sana kuwalaghai wengine pale katika mitandao. Kuna wakati ambapo pia uliona kuna Wakenya ambao waliweza kusubmit jina la rais wao kwamba yeye akuwe voted kwamba is the most corrupt president. Ukiangalia ni mchezo ambao tunadhani tunafanya mchezo. Tunadhani kwamba ni kitu ambacho kitatufurahisha, lakini ni kitu ambacho kinadhuru nchi. Kwa sababu hatuelewi kwamba when the country has a bad name, there is no particular thing called Kenya, it is us. Kesho ni sisi tutaanza kupata shida ya kupata visa ya kwenda mataifa mengine, kwa sababu tumeportray a very bad image of ourselves outside there. When we portray ourselves as those who know how to insult people, hata mataifa mengine pia hayataki kuhusiana na sisi. When we portray ourselves kwamba sisi ndio wale watu ambao tunajua kumchukia rais wetu, yale mataifa mengine yanatuangalia yanashindwa kwamba kama hawa watu wanaweza mpigia kura huyu awe kiongozi wao na bado wanaweza zungumza hivi kumhusu, then these are actually dangerous people. Kwa hivyo tunafaa kuelewa kwamba hizi vitu ambavyo tunafanya kimzaha vinakuja kutudhuru directly. Our visa applications, wale watu ambao tunataka vile Javas anasema kwamba watu waweze kufanya kazi hata katika nchi zingine. Watu watawezaje kufanya kazi katika nchi zingine kama nchi zingine zinatuogopa? Kama nchi zingine zinatuangalia kama watu ambao we cannot be trusted. Kwa hivyo we need to take things more seriously as Kenyans. Kwamba tuelewe kwamba jukumu kubwa ambalo tuko nalo ni sisi kwanza tupende nchi yetu. Kumbuka kwamba Nimrod, yale mataifa mengi ambayo tunaonanga sana sana unapata kwamba sana sana vijana wanataka kupata green card. Wanataka kupata vitu kama hivyo ili waende mataifa mengine. Hawaelewi kwamba most of those countries, what they think about those countries is just what has been sold to them. Sio kwamba hayo mataifa hayana shida. Sio kwamba haya mataifa it is all pizza and cheese. Sio kwamba hakuna shida katika hayo mataifa, lakini kwamba wale watu ambao wako katika ile mataifa wame-ensure kwamba tunaweza kujua kwamba even through their movies, through their communication, wakikuja hapa they are self-confident. Wanaamini kwamba mimi nimetoka nchi fulani. They believe in those countries. Lakini wale watu ambao wameweza kutravel hapa na pale, utaweza kwamba utaenda Amerika utapata there is homeless people. Utapata watu kwenye streets, utapata watu ambao hawajakula, utapata kuna watu ambapo hawana nyumba. Lakini hayo sio masuala ambayo wanazungumzia zaidi. Wakianza kuzungumza, wanazungumzia zaidi yale masuala ambayo yanaweka kipaumbele. Kwa hivyo pia sisi kama Wakenya tunafaa kuelewa kwamba it is our responsibility to promote our own country. That does not mean we become blind to the things and the ills that are happening. But that simply means we critique
the ills, but we do not necessarily love ourselves for the ills and make our country about the ills. Asante sana. Mugedi, kwa kuchangia tu pale pale ambapo ameachia Bwana Mundalo. Wakenya wamekuwa ni wale wa hata kuandika barua kwenye mitandao. Kusema kwamba rais asisafiri sehemu fulani ama asilakiwe kwa kiwango fulani. Au hata mgeni anayetaka kuja ngazi fulani. Anaambiwa kwamba usije huku kwa sababu kuna kiongozi yuko namna hii namna hii. Tunajiharibia jina, tunajiharibia nafasi katika ulimwengu mzima kujiweka katika daraja la juu ama namna gani? Kama tunamfahamu jamaa anaitwa Elon Musk, alipoulizwa kwa kazi yake ya Doge ya kusaidia serikali kutumia rasilimali vizuri, alisema unapoangalia, nizungumze kizungu tu kidogo hapo, the most righteous indignation, ule ambaye anazungumza righteousness kwa nguvu kabisa, huyo sio mtu mzuri kwa chama. Manake haja yake kubwa ni kuonekana, si ati kuwa ametumia nafasi yake vizuri kutekeleza wajibu ambao wako nao. Na nadhani hilo ndio jambo ambalo ndugu yangu ametajia hapa kidogo. Haja kubwa ni kuonekana, si ati kwamba umefanya kazi yako ama umetekeleza jukumu ambalo umetwikwa. Na hili ni jambo ambalo nimeliangalia kwa muda mrefu, kwa sababu unapoandika barua hiyo, kwa mfano, unaowaumiza wengi si wewe peke yako. Ni wale ambao wanapoenda kutafuta cheti cha kusafiri watanyimwa. Na tumesikia hilo mara mingi. Wanafunzi wanaotafuta cheti cha kusafiri ambao ni wagonjwa, sema wamekwenda kuzika wapendwa wao nje. Kwa mara nyingi tunapata kwamba Wakenya wananyimwa idhini ya kusafiri. Naam. Juhudi zetu za kusafisha jinsi ambavyo nchi zinavyotuangalia, kwa kweli zinazuiwa na wananchi wetu. Kwa sababu yule ambaye ameweka juhudi ya kuandika, haja yake kubwa sio ati arekebishe jambo ambalo linatusumbua, ni kwa sababu wengine waone ona mimi nimewapigania, ndio ukifika muda wa kutafuta cheo basi awe nafasi ya mbele. Na zamani kama tulivyoanza mwanzoni, tulisema kwamba tulilelewa kwa mfumo ambao ulikuwa unasema kama wewe unafaidika, kama wewe unapata nafasi nzuri, basi jamii inafaidika. Unapoumiza wengine, basi hata ukwende wapi utarudi basi nyumbani ambapo kila mtu anaumia. Na jambo hilo sijui tutaanzia wapi, na ni vizuri tumeanza na kuzungumza hoja kubwa ya kuzuia serikali kutekeleza wajibu inatoka wapi, isipokuwa ni hoja ya mimi unaona nilipinga serikali, basi naomba nipe nafasi ya uongozi niwaonyeshe jinsi ambavyo itafanyika. Akitwikwa nafasi hiyo atekelezi kazi. Naam. Asante sana. Maoni yako ya kukamilishia tu wasoma. Asante sana. Kutoka kwenye tatizo hili namna gani? Asante sana Nimrod. Katika tatizo la uongozi na vijana, mimi ningependa kuongelea kisheria. Kwa mfano, ukiangalia sheria yetu imetupea demokrasia iko ambayo ni katiba, sio? Ambayo ni katiba. It's very open and we've been given a very large leeway. Na kwa hiyo ukiangalia hata mtandaoni utapata kwamba tulikosea hapo nyuma, ambapo tulikuwa tuna migrate from being analog to going to digital. Tulikosea kuweka sheria ambazo zitatugovern. Na kwa muda mrefu tumekuwa tukikosea, kila jambo likifanyika ambalo halinihusu mimi ninaweka aitana blind eye, but ilikuwa inanihusu mimi ndio nitapiga kelele. Umeuliza swali nzuri sana kwamba sisi wananchi and especially vijana wa rika langu na wadogo wangu, tukiwa mtandaoni tunaandika tu chochote ambacho unaandika tu, hautaki kujali kwamba haya maneno ambayo ninaandika yatakuwa na shida baadaye ama yataniportray in a certain way, ama hata haitaniharibia tu mimi pekee, itaharibia vijana wengi ama even the whole country. If you sit down na unaandika barua about portraying a bad image about your president, even putting your president in a casket, what is that? What are you trying to show
huko nje. Nafikiri tu pia ni sheria zetu ambazo wabunge wetu pia wamekosea kidogo. Kitu ambacho hakiwahusu wao hawajali, lakini ikiwahusu wao watajali sana. Na mfano ambao hata kwa sasa kuna suggestion kwamba wa change katiba wa include hizo pesa zao NCDF hizi za Latif na hiyo ingine ya ngafu katika katiba. Wamekuwa kipaumbele sana kwa kutaka kutafuta maoni, lakini ikifika ambapo ni shida inayokumba vijana, haswa mwananchi wa kawaida, wao hawajali. Kwa nini? It's because they don't care so much, or us as a country, as a people, we don't care so much about other people, but tunajali sana about me. If I'm getting something, it's okay. If I'm not getting anything, then ni vibaya. Hata kwa uongozi, kiongozi akiwa ndani ya serikali, for lack of better word, akiwa anakula, hauzungumzi kabisa. Lakini anapotoka tu kidogo tu, ama mambo yakienda jinsi hakuwa anatarajia, anaanza kupiga kelele. Kwa nini? And we as people, we tend to glorify them. Tunawashangilia, tunawapigia kura, tunasema oh, wewe ndio mwanaume, wewe ndio nini. Kwa nini? We need to change that culture. We need to be tumetoka katika ile hali ya ujamii na undugu, tumekuja katika hali ya ubinafsi. Ni mimi na ni mimi. Kama sio mimi hakuna mwingine. Asante. Bwana Samba. Yes. Kwa kauli ya mwisho sasa, tunajinasua vipi? Tunajiondoa katika mtego namna gani, ikiwa si kiongozi wa taifa, ikiwa si viongozi wa kidini, ikiwa si viongozi serikalini au jamii kwa ujumla? Unajua Kenya ni nchi, ni yetu sisi sote. No. Na kuna yale mambo ambayo yanatuleta pamoja na kuna yale ambayo yanatutenganisha. Yale mambo yanatuleta pamoja ni mengi kuliko yale ambayo yanatutenganisha. So ni ombi langu kwamba yale ambayo yanatuleta pamoja tuweze kuyaangazia zaidi ili tuweze kuwa na Kenya moja. Na yale ambayo yanatutenganisha tuweze kukaa chini tulizane. Ni jambo gani hili ambalo linatutenganisha ili tuweze kuliangazia na kuweza kulitatua. Lakini kitu ya kusema ni kwamba tusiwe kwamba tuseme kwa kimombo inasema those in a glass house should not throw stones. Kwamba tuko huko ndani lakini bado tunajirusha mawe. Kwa sababu hii demokrasia ambayo tuko nayo inatusaidia sisi wote. Na hii demokrasia, na tukifanya mchezo hivi upate kwamba tumeharibu nchi yetu, hakuna nchi nyingine ya kukimbilia. Naelewa ndio kuna changamoto mingi ambazo tumeweza kuziangazia. Iko shida kidogo, lakini kuna yale mambo ambayo ni ya kimsingi na yanayotuleta pamoja zaidi. Wanahabari, viongozi, kanisa na kila mtu tukae pamoja, tulizane changamoto hizi tuweze kuzitatua vipi? Asante. Naam. Asante sana. Mmetaja wanahabari wengi, lakini mimi nimefanya jukumu langu. Nimezungumza. Sawa Mundalo, hapo nimeondolea lawama. Nimekuondolea kabisa. Alafu leo nimekuwa na wanaume, wiki ijayo nataka niwe na kina dada, wanawake pia watoe kauli zao. Tujue hali yao ni namna gani katika masuala haya ya cheche za maneno, matusi na kukosa utulivu au uvumilivu. Areba Samba wakili nasema asante sana. Bwana John Wesonga wakili na mchanganuzi pia nasema asante. Bwana Jared Mugendi ambaye ni wakili pia anasema shukrani kwa kuja. Javas Bingamu mchanganuzi wetu wa masuala ya uongozi. Mundalo Advice kiongozi wa vijana, na vile vile Pastor Marvin Esonga kutoka kanisa la RBC Regis Baptist. Nasema asante sana kwa kufanya muda kuweza kutusaidia na mada yetu ya leo. Haya yote 9, nafikiri sasa tuanze kufikiria ni wapi tunataka kuelekea kama taifa. Mwaka 2027 sio mbali. Je, cheche za maneno zitaendelea ama kutakuwa na utulivu na uvumilivu? Kwaheri kwa sasa.